Na habari za jioni, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima. Leo msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imesema inatarajia kukamilisha moduli ya kuunganisha mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST na mifumo ya benki ifikapo mwishoni mwa mwaka huu kwa lengo la kudhibiti matumizi ya dhamana za kughushi zinazotumiwa na wazabuni kupata zabuni za serikali. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa umma PPRA, Dennis Simba, amesema hatua hiyo itawezesha uhakiki wa dhamana za zabuni moja kwa moja na kuzuia matumizi ya nyaraka za benki za kughushi ambazo zinaweza kuisababishia serikali hasara. Ndani ya robo ya mwaka huu, swala la dokumenti za benki za kughushi inakuwa mwisho. Swala la kuwa na dokumenti za benki ikiwa ni advance bank guarantee, bank guarantee aina yoyote, hakutakuwa na nafasi hiyo, kwa sababu karatasi hizo au security hizo zitawekwa na benki katika poto na mfumo wa NeST utakwenda kuichukua kidijitali kama ambavyo tuliweza kufanya kwenye leseni. Hili imekuwa changamoto kubwa sana katika eneo la benki, limetuchukua muda mwingi kulifanyia kazi. Tunafikia sasa mwisho kupata suluhu kwenye eneo hili. Amesema matumizi ya NeST pia yameongeza uzingatiaji wa sheria ya ununuzi wa umma, ambapo kiwango cha uzingatiaji kimeongezeka kutoka 65% mwaka 2023-2024 hadi 79% mwaka 2025-2026, huku mfumo ukiwalazimisha watumiaji kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. NeST imekuja kuirahisisha sheria ya ununuzi wa umma ambayo utekelezaji wake ilikuwa ni mpaka wataalamu sasa waanze kuchukua sheria na kulinganisha na michakato ambayo ilikuwa inafanyika nje ya mfumo. Sasa mfumo unawalazimisha watumiaji kufuata sheria, na kwa kiasi kikubwa sasa inaondoa ule ukiukwaji wa sheria. Sambamba na udhibiti huo, NeST imeendelea kutoa fursa za zabuni kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, ambapo zaidi ya makundi 27,000 yamesajiliwa na yamepata zabuni zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 56. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batilda Buriani amewatembelea na kuwajulia hali majeruhi wanane waliopo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo waliopata ajali ya basi Agosti 18 katika eneo la Vuga wilayani Lushoto na kuua watu 5. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Akizungumza baada ya kuwatembelea majeruhi hao, Balozi Dr. Batilda Buriani ameeleza hali zao zinavyoendelea na matibabu wanayopatiwa hospitalini hapo. Hapa tulikuwa tuna wagonjwa 9, mmoja Mwenyezi Mungu amemchukua, na huyu ambaye alikuwa amecheleweshwa kidogo kuletwa, lakini wale waliowahi 8 wote wanaendelea vizuri. Kuna ambao wameshapata upasuaji, kuna ambao wataendelea kupata upasuaji, lakini wengine ambao hawahitaji upasuaji na wanaendelea vizuri. Hapa tuna watoto 2, tumewaona hali zao ni nzuri. Tuna wanaume pia 2, lakini na wengine ni wanawake. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, Dr. Frank Shega, amefafanua idadi ya wagonjwa waliopokea ambao wanaendelea na matibabu. Katika 8, 2 walikuwa ni watoto na hao 6 watu wazima, 3 walikuwa ni wanaume na 3 walikuwa ni wanawake. Katika hao 6 sana sana tuna 2 ambao inabidi wafanywe upasuaji kwenye mivunjiko yao, lakini wengine wote waliobaki wanasubiri tu uangalizi. Wakishakaa vizuri tutawaruhusu kwenda. Hao wagonjwa wote waliokuja hapa walipewa msamaha kwa sababu wanakuja katika mfumo wa dharura. Swing conductor yule walikuwa kifupi walibadilishana na hisi kitu kama hiko. Sasa ile gari lifeli breki cha kwanza, funa ile steering ilishindwa kurudi kwenye mwendo wake. Sasa ndio hivyo, ndio ajali pale ndo ilipotokea. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10.
Katika kuhakikisha utoaji wa huduma bora ya afya inatekelezwa, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amekabidhi gari la wagonjwa katika hospitali ya Huruma iliyopo wilayani Rombo, ambalo ni ahadi iliyotolewa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa alipotembelea hospitalini hapo Julai 24 mwaka huu. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni tukio linalobeba maono na dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kurahisisha utoaji wa huduma za afya nchini. Hapa tunashuhudia mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akikabidhi gari la wagonjwa katika hospitali ya Huruma, akimwakilisha waziri mwenye dhamana ya afya Mohamed Mchengerwa. Nurdin Babu anasema makabidhiano ya gari la wagonjwa ni sehemu ya dhamira ya dhati alionayo Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wanapata tabasamu kupitia huduma bora ya matibabu. Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa afya, kutekeleza ahadi ya serikali. Na mimi nataka niwaambie kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia kwa magari hii ije kwenye hospitali ya Huruma. Anawapenda Watanzania wote, anawapenda wana Kilimanjaro, lakini anazipenda taasisi za dini zote. Ndio maana taasisi za dini zikitaka kitu, Mheshimiwa Rais asiti. Baada ya hii kuileta, imekuwa ni surprise ya kweli ya utekelezaji wa uhitaji wa hospitali hii. Mkuu wa parokia ya Kaskazini Mashariki Sister Theonista anatoa neno la shukrani kwa Mheshimiwa Rais kufuatia msaada huo. Ni ukweli kwamba tunaenda kutoa huduma bora zaidi kwa wagonjwa wetu, hasa wale wanaohitaji huduma ya haraka. Basi kwa maneno hayo niseme karibu sana kwenye taasisi yetu. Sasa tuanze na hospitali yetu ya Huruma, ambapo ambulensi zilizopo ni chakavu na sisi tunahitaji kutoa huduma kwa wanarombo wote. Tunamshukuru Mungu kwa ahadi ambayo ametupatia na tunaamini zingine zinakuja, yajayo yanafurahisha. Ninyi mnatekeleza, ila sisi tunaenda sema na kuambia watu yaliyofanyika. Haya yote tuliyoyaona sisi tutaenda waambia watu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Rombo, Kilimanjaro. Zaidi ya watoto milioni 1 katika mkoa wa Mara wanatarajiwa kupatiwa chanjo ya polio ambayo itasaidia kuwakinga na ugonjwa huo ambao unatajwa kusababisha ulemavu wa kudumu pamoja na vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 10. Musa Makali anaripoti kutokea Mara. Akizungumza mganga mkuu wa mkoa wa Mara Daktari Zablon Masatu amesema lengo la kuanza kutoa chanjo hiyo kwa watoto ni kuwakinga dhidi ya ulemavu wa kudumu pamoja na vifo watoto wenye umri chini ya miaka 10 ambapo ugonjwa huu unatajwa kutokuwa na tiba yoyote. Katika zoezi hili tuna lengo la kufikia watoto milioni 1,048,000. Lengo kuu la zoezi hili ni kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wako chini ya umri wa miaka 10 tunawapa chanjo kwa ajili ya kuwakinga na ugonjwa wa polio na kupewa chanjo hizi za polio ili kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto wetu. Polio ni ugonjwa hatari sana ambao ukimpata mtoto una uwezo wa kusababisha ulemavu wa kudumu na mara nyingine hata vifo. Kwa upande wake Daktari Joseph Mdachi kutoka Wizara ya Afya Mpango wa Taifa wa Chanjo amesema serikali inatoa chanjo hiyo kuimarisha huduma ya chanjo kwa njia ya kampeni ili kuhakikisha inawalinda watoto dhidi ya ugonjwa huo. Tuna hali nzuri. Hii kampeni ni kwa ajili ya tunaimarisha kinga ili kuzuia ugonjwa usije ukajitokeza. Namna ya kusimamia utekelezaji wa zoezi hili kwa ujumla ili mwisho wa siku na sisi turudi na malengo ambayo yamekusudiwa na wale watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 10 waweze kuchanjwa. Kutambua kuna watoto ambao hawajafikia katika ile awamu ya kwanza, lakini na awamu ya pili pia hawakufikiwa. Kwa hiyo hivyo basi tunalazimika mkoa wa Mara pia kuwepo katika zoezi hili. Kwa Mara, Kanarevas Mtambi katika kikao hiki anawataka wakuu wa wilaya kusimamia zoezi hilo na kuhakikisha watoto wote wanapata kinga hiyo, huku akiwaonya wale wote watakaojaribu kukwamisha zoezi hilo. Wasipopata chanjo wote, wengine wakabaki, wanaweza wakapata magonjwa na athari ikawepo bado kwenye jamii yetu. Kampeni hii kuna maeneo mengine itaenda kufanyika nyumba kwa nyumba na kuna maeneo mengine itafanyika mashuleni. Kwa hiyo mtoe elimu na taarifa sahihi. Hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali.
Shirika la Afya Duniani WHO limeadhimisha siku ya mbu duniani inayofanyika kila mwaka tarehe 20 Agosti kwa kutoa mafanikio ya chanjo ya kwanza ya malaria RTSS, kwa kusema kusambazwa kwake kumeanza kuleta matokeo yanayoweza kupongezwa, ingawa bado kuna changamoto kubwa. Takwimu zinaonyesha bara la Afrika ndiyo bara pekee linaloathirika zaidi ya 95% kutokana na vifo vya maradhi yanayotokana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu, huku ripoti ya malaria duniani ya mwaka 2025 ikisema zaidi ya visa milioni 170 vya malaria na vifo milioni 1 vimeepukwa duniani kote mwaka 2024 kutokana na ongezeko la matumizi ya zana mpya ya kuzuia, ikiwa ni pamoja na chanjo zinazopelekwa na WHO. Hata hivyo, chanjo za malaria ya RTSS inayofahamika pia kama Mosquirix ni chanjo ya kwanza duniani kuidhinishwa na Shirika la Afya Duniani WHO kwa ajili ya kuwakinga watoto wadogo dhidi ya ugonjwa wa malaria, hasa katika maeneo yenye maambukizi ya wastani na makubwa. Wakala wa Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kuhusu nchi itakayotoa msaada wa kifedha na kibiashara kwa Irani itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi kutoka Washington. Kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema Marekani iko tayari kutekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kutokea dhidi ya taifa lolote, huku akisema mlango bahari wa Hormuz uko wazi na meli zinaendelea kupita kwenda katika maeneo mengine, kwani njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kote duniani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa sera zilizoshindwa na Trump na kutupilia mbali vitisho hivyo, na kusema kuwa Teherani haitabadilisha msimamo wake. Naam, hayo ni kutokea huko Washington. Na sasa turudi nchini Tanzania, ambapo zaidi ya watoto 600,000 chini ya umri wa miaka 10 wanatarajiwa kupata chanjo ya kujikinga na ugonjwa wa polio mkoani Manyara kupitia kampeni ya mlango wa chanjo nchini ili kuwanusuru watoto kupatwa na ugonjwa huo. Elia Kimani anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa Mwendo Mwenesi, afisa programu mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, wakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari mkoani Manyara, amesema kampeni hiyo ya kuchanja watoto walio na umri chini ya miaka 10 inachukuliwa kama hatua ya tahadhari kuepusha watoto kupatwa na ugonjwa huo. Hivyo jamii imetakiwa kuchukua hatua kuhakikisha watoto wanapata chanjo hiyo ya matone ya kuwakinga na polio kuanzia mwezi ujao wa Septemba kwa mikoa 8 ikiwemo Manyara. Chanjo hii pia tutatoa kwenye maeneo ya mikusanyiko, kwa mfano mashuleni, stendi, masokoni na maeneo yoyote yale ambayo walengwa wetu watakuwa wanapatikana. Walengwa kwenye kampeni hii ni watoto wote ambao wako chini ya miaka 10. Kwa hiyo watoto wote ambao wamezaliwa mwaka 2016 mpaka sasa ndio walengwa kwenye kampeni hii. Ana hatari ya kupata ugonjwa huu iwapo atapata maambukizi ya virusi hivi, ambapo atapata ulemavu. Sasa anaweza akapata ulemavu wa kudumu, lakini pia unaweza ukasababisha kifo iwapo atapata maambukizi au atapata ugonjwa. Manyara ni miongoni mwa mikoa ambayo itafanya zoezi la kampeni ya chanjo ya polio kwa watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10. Zoezi hili litafanyika katika maeneo yote ya mkoa wetu wa Manyara, katika maeneo mbalimbali, kwa maana kwamba tutafanya zoezi hili nyumba kwa nyumba, tutafanya zoezi hili kupitia vituo vyetu vya kutolea huduma,
tutafanya zoezi hili kwenye maeneo yote ya mikusanyiko. Tunajua kabisa kwamba RIRI, waandishi wa habari, ni kundi ambalo linawafikia kwa uwepesi zaidi jamii. Sasa kupitia waandishi wa habari tunaamini kabisa kwamba wakulima watafikiwa, wafugaji watafikiwa, wafanyabiashara watafikiwa na jamii yote itafikiwa. Hata hivyo, mpaka sasa serikali inasema hakuna mtoto aliyethibitika kupatwa na ugonjwa huo wa polio licha ya tahadhari inayochukuliwa. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Shukrani sana Elia Kimani. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amewataka wakazi wa mkoa wa Kigoma kutumia kikamilifu fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa kuwekeza katika biashara zenye tija ambazo zinaweza kuingia katika ushindani wa masoko ya nchi jirani na kumudu kujikwamua kiuchumi. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Ametoa kauli hiyo wakati akikagua miradi ya vikundi vilivyonufaika na mikopo ya 10% katika manispaa ya Kigoma Ujiji na kusisitiza ujenzi wa miundombinu ya reli, usafiri wa maji na angani, fursa kubwa za kibiashara kupitia masoko ya nchi jirani. Tunaunganishwa na masoko ya nchi jirani. Kuna soko la Kongo la uhakika kabisa, lakini soko la Burundi, lakini Zambia, na kikubwa zaidi kwa kweli serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji wa kipekee katika kuwezesha miundombinu ya usafirishaji. Nawaomba sana vijana, nawaomba sana wanawake, naomba watu wenye ulemavu tutumie hii fursa katika mikopo yetu hii, tubuni biashara mbalimbali, tufanye ujasiriamali, iwepo kwenye kilimo, iwe kwenye mifugo, iwe kwenye uvuvi, iwe ujasiriamali kwa ujumla wake. Tutumie fursa, tujenge uchumi wa taifa letu. Kwa manispaa ya Kigoma Ujiji, zaidi ya shilingi bilioni 1.38 zimetumika kwa vikundi 117 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika kipindi cha Julai 2025 hadi Juni 2026, na hivyo kuwezesha vikundi hivyo kujiajiri. Kwa sababu sisi tumeanza na shilingi milioni 7, lakini leo tukihesabu mtaji wetu na zaidi hata milioni 105 ukiweka na magari na vitendea kazi. Kwa hiyo jambo lipo. Kikubwa ni vijana kuwa waaminifu, kujituma. Kuacha kukaa kufikiria kwamba bwana nimemaliza chuo nisubiri ajira ya serikalini, hapo unapotea, sababu tayari ushasoma, ushapata mikopo ya serikalini kusoma huko chuo, mambo mengine kujiongeza. Kikubwa tu ambacho tunashukuru sana kwa serikali yetu, tayari kuna uwezeshaji. Na tuitumia pia fursa ya kipindi kile cha corona, tuona tangawizi na advantage nyingi mwilini, tukasema okay, kuna haja ya kuweza kufanya research ya kuweza kutengeneza kinywaji kizuri sana ambacho kinaweza kuwa kinatokana na bidhaa ya tangawizi. Na wanachama wameweza kuhudumia familia zao, ikiwa ni pamoja na kusomesha watoto wao shule za misingi, sekondari na vyuo. Serikali imeendelea kuwawezesha wananchi mikopo hiyo ili wawe na uwekezaji wenye tija utakaoongeza pato na kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Mwajabu Hoza, Channel 10. Wa maendeleo katika kutoa misaada ya kibinadamu ili kuwasaidia wahitaji, hususan makundi yaliyo katika mazingira magumu kwa lengo la kuboresha hali zao za maisha. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Askofu Mkuu wa Kanisa la Assembly of God Dr. Evans Chande katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu yaliyoambatana na uzinduzi wa programu ya muda wa huruma kwa Watanzania wahitaji. Baadhi ya wanafunzi wengine tuliwasomesha, na tunafanya hivyo kwa sababu serikali hatuwezi kuiachia kila kitu na tukitegemea kwamba serikali itasomesha wote. Hapana, sisi kama jamii, kama viongozi mbalimbali, tujitoe pia kuisaidia serikali. Serikali inafanya sana, lakini na sisi hebu tuisaidie serikali katika kuhakikisha kila Mtanzania anafurahia maisha, anajisikia kwamba yeye ni Mtanzania, popote atakapoenda aone kwamba ni mahali pa amani na ndugu zangu wananijali na wananipenda. Kuna Watanzania wengi tusipowachangia tutakuwa tumepoteza sehemu kubwa sana ya taifa hili kuwafikisha katika ndoto zao. Utakapokuwa umejaliwa kidogo, yule ambaye Mungu hajampa
ujue jukumu lake liko kwako pia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni chukua hatua kwa ajili ya binadamu, ikisisitiza ulinzi kwa watoa misaada na kusaidia wahitaji, huku mkurugenzi wa Tanzania Humanitarian Funds akibainisha wanavyowasaidia wahitaji kujitegemea mara baada ya kuhitimu. Kauli mbiu hii inasisitiza mambo yafuatayo: 1. Ulinzi wa wafanyakazi kwa misaada ya kibinadamu. 2. Ulinzi wa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. 3. Kuongeza msaada na ufadhili wa shughuli za kibinadamu kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya misaada duniani. Hatuachi hivi hivi. Mara baada ya kumaliza, ni majukumu yetu kuwafuatilia kwa karibu. Wako wengine ambao tunawapa ajira ndani ya taasisi waendelee kuhudumia wakati wanasubiria ajira rasmi. Lakini kama mtu amesomea ufundi, kwa mfano alienda VETA akasomea ufundi cherehani, tunahakikisha hapate cherehani yake ashone. Kwa hiyo tunawapa vitendea kazi mara baada ya kumaliza wakiwa wana huo ujuzi. Siku hii huadhimishwa kuwaenzi wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu waliotoa maisha yao kwa ajili ya kuwahudumia watu walioathiriwa na changamoto mbalimbali ikiwemo vita na migogoro. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Shukran sana Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.